Jaja Bless, Majestic, Majestic, Majestic. Na utushindanie Majestic, Majestic, Majestic. Jaja Bless, Majestic, Majestic, Majestic. Na utushindanie Majestic, Majestic, Majestic. Jaja Bless, Majestic, Majestic, Majestic. Na utushindanie Majestic, Majestic, Majestic. Jaja Bless, Majestic, Majestic, Majestic. Na utushindanie Majestic, Majestic, Majestic. Talanta na vipaji hulipa. Hii ndiyo sababu ya mwamko mkubwa ya kukumbatia mtaala mpya wa CBC kuanzia chekechea hadi vyuo vikuu. Kuna wazazi kuwa hawapendi watoto wao washiriki katika michezo yoyote. So kuna ule mzazi mwenye akona mtoto mwenye ni player na hataki ashiriki na wenzake. Ningeomba mzazi aje Majestic, tuongee na yeye kwa sababu hii talent inalipa. Talent kwa umri mdogo inalipa sana. Kwa sababu huyu mtoto hatusemi eti kumlipa ni kumlipa ati kifedha, lakini hiyo talent inaweza msomesha kuanzia class 1 mpaka akamaliza university bure bila kutoa ada yoyote. Ulimwengu mzima tumeshuhudia wachezaji maarufu wa mpira wa kandanda wakiweka mamilioni ya pesa katika akaunti zao. Lakini je, safari ya kufikia hapo ilianzaje? Lengo letu kuanzisha hii Sports Academy, tunataka kuwa the source of the players. Kwa sababu tumeona timu nyingi hapa hawana maplayer wa chini, yani wadogo, hawakuzi maplayer, wanapata wale ready-made. Sasa sisi kama Majestic tumeamua tukuze na tukue the source ambao tumeanza katika umri wa miaka 10. Unapata kijana ako na 10 years na ile mpira anacheza utasema ni ya mtu mzima. Wengi wao walipitia katika shule maalum zinazotambua vipaji na talanta katika michezo. Hivyo basi kujiunga na akademi ya michezo imekuwa daraja muhimu kuelekea mafanikio. Kujiunga na Majestic, wewe kama mzazi unaleta players, alafu kuna ada tunalipisha ambao ni a small amount. Hiyo ada yenye utatoa sio yetu ya mfuko, ni ya kumnunulia wewe mtoto wako jezi yake ambayo imeprintiwa jina yake na ambao atakuwa anachezea kwa mazoezi. Upande wa academy, mtoto huwezi mpromise vitu vingi, lakini ule kumwambia tu njoo ucheze mpira, uko na talanta nzuri, na talanta ni kioo cha jamii ambao mtu akikuona na kushabikia. Na vile vile nataka kuambia watu kuwa lengo letu la kukuza talent hapa Jomvu Mikindani ni tumekuwa sana katika kuangazia mpira wa yani senior talents, na hapa chini ni maeneo mengine ndo wanafuatilia mpira wa watoto wadogo, yani wao under age. Lakini sisi we are building something that will not only compete, lakini itakuza for the next 5 to 10 years. Kijana ukimwona tumemweka hapa, akija akifikisha umri wa miaka 18 utashangaa alitoka wapi. Mjini Mombasa, Majestic Sports Academy imeibuka kuwa mfano bora wa taasisi inayowekeza katika kukuza vipaji vya soka miongoni mwa vijana. Kwa mujibu wa msimamizi wa mchezo wa akademi hiyo, Jonathan Makoha, taasisi hiyo inasajili vijana wenye umri kati ya miaka 11 hadi 17 ambao huwekwa katika makundi ya chini ya miaka 13, 15 na 17. Majestic Soccer Academy tuko na vijana under 11, under 13, under 15, under 17. Tuko na senior team ambayo inashiriki County League, na tuko na wasichana wanaojiita Red Sea Majestic Starlet wako Div 1. Akademi hiyo imefanikiwa kuanzisha timu ya vijana wa miaka 17 pamoja na timu ya wanawake inayojulikana kama Majestic Red Sea Starlets. Kusema kweli, watoto wenyewe wanakuja, mimi sitafuti player anajileta mwenyewe, wengine wanaletwa na parents wao. Na sana katika Majestic, player analetwa na mzazi. Na mzazi akija mpaka aonane na CEO
ambaye ni Jona angaliwe ndio aje kiwanjani. Akija kiwanjani tutamfanyia interview, tunamtrain. Kama anaweza mpira tunakaa naye, kama hawezi mpira tutamtrain mpaka ajue mpira. Majestic Sports Academy ndiyo timu ya kipekee iliyopata mwaliko maalum kushiriki mashindano ya kuza talanta makala ya 4 kuanzia Aprili 17 hadi 23 mwaka huu katika uwanja wa Naivasha Oserian, kaunti ya Nakuru. Tumealikwa kwa mchuano wa kuza talanta kule Naivasha, ambao sisi kama Majestic Academy ndio tutawakilisha Mombasa kaunti nzima. Sisi ndio academy yenye tumechaguliwa tuende kule, na wale watayarishaji wametuambia sisi ndio academy yenye ni mpya na iko well equipped, kwa sababu tumejipanga, na naambia wale watu wetu kuwa tuko tayari. Tumekuwa tukitrain sahihi, inapata ni 2 months na 2 weeks. 2 months 2 weeks yenye tumejitrain, tumejitayarisha watoto wetu. Total number ya watoto wenye tutaenda nao kule Naivasha ni 40, ambao under 11 tutabeba 20 na under 13 pia tutabeba 20. Kulingana na kocha wa vijana hao Andrew Musungu, maandalizi ya safari hiyo yamechukua muda wa miezi 2 na wiki 2, huku akieleza kuwa kikosi chao cha wachezaji 40, 20 wakiwa chini ya miaka 10 na 20 chini ya miaka 13 kiko tayari kushiriki na kuleta mafanikio. Saizi tumewaandaa, vijana wako sawa. Nina kwenda na vijana 40, under 10 20 na under 13 20, ambaye ni support kubwa kutoka kwa ofisi ya Majestic. Hiyo ambaye nasema Mwenyezi Mungu awalinde, awape nguvu ili vipaji viweze kuonekana. Na vipaji vyenyewe ni vijana ambao wanacheza mpira. Hata naomba sana vile tunapokwenda, Mwenyezi Mungu atusaidie vijana kama 6 7 8, ama timu yote ibakie tu wapi Harambee Stars. Wanaosimamia timu hii wanawahakikishia mashabiki wa Majestic kwamba hawaendi tu kushiriki bali kushinda. Majestic ndio timu ya kwanza kutoa vipaji kama hivi, ambaye vipaji vyenyewe mpira unapigwa. Siwasifu, lakini mimi kulingana na ujuzi wangu wa coaching na mashabiki, mpira unachezwa kweli. Na vile tutakwenda katika hayo mashindano, naomba Mungu tuje na ushindi, tuje na kombe, ili tulete pia shukrani yetu kwa Steve ambaye ndio boss wetu, ajue kweli ana vipaji. Hatuendi tu kushiriki, bali tunaenda kushinda na tukuje na zawadi zote hapa Mombasa. Natumai watu watatukaribisha vizuri, na kule maandalizi najua tumewekwa vizuri. Sisi kama watu wa Mombasa kuna baridi, lakini tutajaribu sana. Watoto wetu wanajiamini, na hata mnavyowaona tuko training sahihi. Tunapigaga training asubuhi na jioni kila siku ili wakuwe fit. Kwa juhudi hizi, Majestic Sports Academy inaendelea kuwa nguzo kuu katika maendeleo ya soka la vijana jijini Mombasa. Purity Zawadi, Majestic Digital TV.